Ilikuwa ni Februari 10 mwaka 2026 ambapo uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia mwenyekiti ya bodi wa kurugenzi Crescentus Magoli pamoja na makamu mwenyekiti wake kwa maana ya Murtaza Mangungu walipotangaza mchakato wa kupatikana kwa wadhamini lakini pia watengenezaji wa mfumo mpya wa kidijitali kwa ajili ya wanachama wa klabu ya Simba kwa lengo la kuwasajili, kwa maana tunafahamu klabu hiyo ilikaa zaidi ya miaka mitatu pasipo kurejist wanachama wapya. Hatimaye siku ya jana ndio siku ambayo walikuwa wameitaja kwamba ndio mchakato huo utaanza rasmi. Tunakwenda kuzungumzia ni kitu gani ambacho klabu ya Simba watakwenda kunufaika nacho endapo tu kitu hicho ama ahadi ambayo waliitoa itakwenda kutimia, kwa maana tunafahamu kwenye klabu ya Simba timu ambayo ipo na ama umiliki wa klabu hiyo ipo na 51% kwa upande wa wanachama, kwa maana hao ndio muhimili wa klabu hiyo. Na tumeona harakati hizi zimeanza muda mrefu tu katika klabu ya Simba kumake sure kwamba wanaandikisha ama kusajili wanachama wapya, kwa maana hawa wanachama tunatambua kwamba wana mchango mkubwa kwenye klabu kama ya Simba, klabu ambayo mchango wa wanachama haujaanza kuonekana leo, kwa maana wanachama ndio wao wanayo mandate ya kupiga kura kumchagua mwenyekiti ambao watakuwa wana hiyo mamlaka, ila pia hawa wanachama wana hiyo mamlaka ya kuisaidia timu yao ama kuichangia katika masuala mbalimbali ya timu yao, either katika upande wa kuhudhuria kwenye michezo kwa maana zile tiketi gate collection, lakini bado kwenye upande wa jezi ambazo watakuwa wanasaidia kwa upande wa timu yao, lakini pia bila kusahau zile kadi ambazo watapatiwa itakuwa ni sehemu ya kuisupport timu, kwa maana lazima wazilipie. Kwa hiyo klabu ya Simba bwana, mchakato wake umeanza na kusajili matawi ambayo yatakwenda kuingizwa katika mfumo wa kidijitali ili mradi kupata wanachama wapya, kile ambacho kimeelezwa katika utawala wa Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, ambaye amekuwa anapitia changamoto nyingi lakini ameanza kuijenga Simba iliyokuwa bora na ameanza kuijenga katika upande wa wanachama, sehemu ambayo ni nyeti kweli kweli, kwa maana huku ndiko ambako timu ikiwa imetulia timu itakuwa inafanya vizuri. Lakini pia hata kwenye upande wa ndani tumeona klabu ya Simba inavyoendelea kuwa moja kati ya klabu ambayo imejitengeneza kuelekea msimu ujao. Tumesikia sajili ambazo wamekuwa wanahusishwa nazo: Kevin Nation, Peter Shalulile, Pascal Gaudens Msindo, Suleiman Fofana. Hao wote ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Simba kwa msimu ujao. Kwa hiyo kwenye hili of course klabu ya Simba wako seriously kuelekea jambo lao la msimu ujao, na wameanza na wanachama ambao kila tawi inabidi lisajili wanachama kwa lengo la kutambulika katika klabu ya Simba. Unafikiria nini kwenye hili wewe shabiki wa Simba? Je, ni swala ambalo lilikuwa lina umuhimu ndani ya Simba? Na kama lina umuhimu, je, wewe kama shabiki au mwanachama ni kitu gani ambacho unaona ni sahihi kwa klabu ya Simba waanze kukifanya? Naitwa Leopold John, hii ni Anuari TV.